alipewa Nabii Allah Zakaria amlee baada ya baba yake kufariki, kuwa yatima Maryam. Lakini Muhammad, tunataka uelewe kipengele hiki. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab, kila mzee Zakaria akienda zake mihrabuni kumpelekea chakula Maryam au kumtazama tu, wajada indaha rizqa, ukuta mbele ya Maryam kuna chakula bora kuliko anachokula Zakaria. Siku ya kwanza alisahau kufunga mlango. Al-Imam Abul Fida Ismail ibn Umar ibn al-Khatib al-Qarshi ad-Damashqi anaandika hivyo. Siku ya pili akaweka mlango kufuri, mtoto yu ndani pekee, kamwacha hana chakula. Akamfuata wakati wa chakula na chakula, akamkuta mtoto anakula. Tuseme la ilaha illa Allah. Na sababu yake ilikuwa nini? Maryam wakati ana miaka 11 alichukua mkate mdogo, kipande cha mkate, akawa anapita nacho katika hekalu, kwa sababu amelelewa hekaluni, yani amelelewa Baitul Maqdis, ule msikiti unaoona pale Jerusalem, kalelewa mle ndani. Akaja mama mmoja ana njaa maskini, akamuomba ule mkate, naye alikuwa ajala toka subhi, anakula usiku. Yule mama akamwambia, nakuomba ewe binti wa Imrani, nisaidie hiko kipande cha mkate, niko shidani kwa njaa. Sema la ilaha illa Allah. Maryam kwa kuwa alikuwa ni mtoto wa watu watukufu na akatoka katika koo tukufu, na mtoto amelelewa kwenye mazingira ya uchamungu, akatoa kile kipande cha mkate akamkabidhi yule mama. Toka asubuhi ya jala kamkabidhi milango ya wakati wa saa 11. Usiku njaa ikamzidia Maryam. Sema la ilaha illa Allah. Kwa mara ya kwanza kushuka kwake chakula kumlea yeye, ilipofika milango kama ya saa 9 hivi za usiku, akawa ameishiwa nguvu, akadondoka katika sakafu ya msikiti, akapoteza fahamu Maryam. Ghafla ukavuma upepo kutoka upande wa kibla, yani upande wa magharibi. Akawa anahisi kama yundotoni. Akaamka Maryam, akakuta kuna mkono umebeba vyakula vya peponi. Akatwaishwa kile chakula, akapeleka mkono wake kutakudhani ni ndoto amla. Alipokamata kweli zabibu zilikuwa zimetoka peponi, akawa anakula Maryam mpaka akashiba. Toka siku hiyo hakula tena chakula cha ulimwenguni mpaka alipofikia kumzaa Isa ibn Maryam. Mungu anairudia hiyo historia sasa, anasema Zakaria kwenye sura ya 3. Mungu anamsimulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu anamwambia Mtume, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Mungu anamwambia Mtume Muhammadin, Zakaria kila anapoingia mihrabuni apeleke chakula au waende tu, wajada indaha rizqa, ukuta mbele ya Maryamu kuna chakula, anakula tu bila ya kupumzika, wakati wote kimejaa chakula. Hata akenda mara 8 kwa siku anamkuta ana vyakula tu. Zakaria lile jambo lilimshinda. Qala ya Maryam, akamwambia Maryam, anna laki hadha, nani anayekuletea hiki chakula wakati mimi ndio baba yako ninayekulea? Nihabarishe Maryam. Maryam akanyanyua sauti kumwambia Nabii Allah Zakaria, huwa min indillah,
chakula hiki na chakula kinatoka mbinguni kwa Mwenyezi Mungu. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, kwa sababu Mungu umruzuku anayemtaka bila ya hisabu. Ina maana Qur'ani inasema mama wa Yesu breakfast, chai ya asubuhi ilikuwa inachemshwa peponi, anakunywa duniani. Lunch time chakula kinapikwa peponi, anakula Jerusalem. Wakati wa usiku pia chakula kinachemshwa peponi, anakula Jerusalem. Yesu maisha yake yote chakula cha mbinguni kala mara moja tu. Mama yake kala mpaka anamzaa Yesu. Si hivyo, mpaka siku anamzaa Yesu chakula kilitoka mbinguni. Yesu na mama yake ana muujiza mingi zaidi kuliko Yesu. Hakuna daftari lolote duniani wala gazeti, sijui la Nipashe, sijui Ushuzi, magazeti mengi, linalotambua kwamba mama yake Yesu kalelewa kwa chakula cha mbinguni zaidi ya Qur'ani ya Allah. Na lau ndani ya vitabu vya hawa wahuni vingeandika mama yake Yesu kalelewa kwa chakula cha mbinguni, basi angekuwa Mungu kabisa mwanawe. Zakaria alimuoa mama yake mdogo Maryam akiitwa Yasha binti Fakhur, ambaye ndio mama yake mzazi Yahya ibn Zakaria au Yohana Mbatizaji. Zakaria wakati anamlea mtoto, kwa bahati nzuri alikuwa hajapata mtoto mpaka wakati huo. Mungu anamwambia Mtume Muhammadin kwa maajabu yale aliyoyaona Zakaria mtoto wa Imrani. Zakaria nabii, Imrani si nabii, ni katika koo zao cha Mungu tu. Lakini Zakaria Mungu amempa unabii katika mitume 25, tena mursalin. Zakaria ni mmoja wapo, kapewa unabii yeye na mwanawe Yahya. Lakini mtoto wa mzee Imrani kamfanya Zakaria atokwe na machozi. Mungu anasema hunalika daa Zakaria rabba, huko mihrabuni Zakaria alipiga kelele akanita mimi Mola wake. Hana mtoto, miaka inakwenda 90. Anamwambia rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, ya Mungu na mimi nipe kutoka kwako kizazi chema. Zakaria anamuomba Mwenyezi Mungu kwa kuona tukio la mama yake Yesu la kula chakula cha mbingu. Tuseme la ilaha illa Allah. Mungu anasema fanadatuhu almalaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Zakaria akaitwa na malaika wakati amesimama anaswali mihrabuni. Zakaria, أن الله يبشرك بيحيى, Mungu anakubashiria nawe kukupa mtoto aitwaye Yahya. Unawe utapata mtoto anaitwa nani? Yahya, ambaye ni Yohana Mbatizaji. Wahuni wanamwita. Maka wahuni wana mitindo, wanaweza kusema Yesu na baba yake mzazi na Mungu baba mmoja wamekutana kwa bibi shangazi yake, ndio maana baba yake. Yani usielewe nini kimeongewa katikati. Tumsalie Mtume Muhammad. Na ukitaka ushahidi mkubwa zaidi, Kopro Jones, kuna jeshi hapo mwake anatusumbua analiharibu kanisa wiki jana. Basi unakuja pale moto, unasikia funga mkanda. Jamani, tulikuwa tunaongea mambo ya Mungu, mara hii ishakuwa tena nifunge mkanda. Tuseme la ilaha illa Allah. Ukweli wa mambo ni kwamba watu wa batili hawaipendi haki, na watu wa batili kihistoria ndio wametawala muda mrefu ulimwengu kuliko watu wa haki, kwa sababu ulimwenguni kiongozi mkubwa wa maasi ni Ibilisi. Lakini hayo yatafahamika na watu wakubwa, na watayajua vema mpaka watajua vizuri zaidi. Tumeelewana eh? Mhuni mmoja juzi alikufa, anaitwa Papa John Paulo. Wakati anakufa aliwaambia wenzie katika usia wake, muishi vema na Waislamu. Lakini cha undani zaidi, wale baadhi ya wao
wakatoka wasimuamini wakati kashakuwa maiti. Kwa nini alihusia sana tuishi vizuri na Waislamu? Kila dakika yeye anasema tuishi vizuri na Waislamu. Huyu mzee ana matatizo gani? Tumsalie Mtume Muhammad. Ina maana alishindwa kuwatamkia Uislamu ndio dini ya haki. Mimi ninaondoka kwa Mungu kweli, na najua nimeongoza kanisa miaka hiyo niliongoza, nimepoteza muda na vile vile sijui nitamwambia nini Mwenyezi Mungu, lakini msiwauzi hawa watu wa Mungu. Mmenielewa? Lakini unajua haki wakati mwingine unatamani uitamke lakini unashindwa. Yuko binadamu mmoja alijenga msikiti bado dakika 5 kufa. Akasema jengeni kule kijijini kwangu msikiti wa fahari sana. Lakini bado muda mfupi afe, haki anaiona ulimwengu umembana. Kwa sababu Walid ibn al-Mughira alitaka kwenda kusilimu baada ya ile ankana thamali wa banin paka sanasmuhu ala al-khurtum. Alitaka kwenda kusilimu. Qur'ani inamwambia yeye Walid mtoto wa haram, tena yeye mtoto wa zina, ila ana mali, ana watoto wengi, anajifahari. Akaenda kwa mama yake mzazi akamwambia, mama, Qur'ani ya Muhammad imeleta sifa, haijamtaja mtu kwa jina, ila sifa zote zangu. Lakini kuna sifa moja ya mtoto wa haramu haijui yoyote zaidi yako mama, unaambie mimi mtoto wa haramu au la. Kaambia, mwanangu usipate tabu, wewe mtoto wa haramu kama inavyonena Qur'ani ya Muhammad. Huyo Muhammad mimi simjui, kibibi kikongwe, lakini ninakwambia kweli huyo Muhammad nabii. Kwa nini? Mimi baba yako mzee Mughira alikuwa aninun la yastati'u al-alam, mtu ambaye chombo akifanyi kazi. Jongo apandi? Ana mali nyingi. Nikaenda kwa mchunga mbuzi bondeni kule, akaniingilia, ukazaliwa wewe na kaka yako, yani baba yake mzazi Abu Jahali naye mtoto wa haramu. Sasa wewe tuseme la ilaha illa Allah. Wakati mimi ninastarehe kule bondeni na mchunga mbuzi, hakuna yoyote leo kuepa, tulikuwa wawili tufichakane. Nani alituona? Mchunga mbuzi wenyewe kafa miaka mingi. Nimebaki peke yangu na sirio sijaitoa mpaka unanitamkia wewe leo. Tena unanitamkia kwa sababu imetoka kwa Muhammad. Ndio maana ninakwambia huyo ni nabii. Yule bwana akasema, chukua nafasi, anaenda kusilimu. Sawa? Sasa la ilaha anakwenda kutamka. Lakini njiani Abu Jahali alimwambia, baba, wewe mtukufu katika mabwana. Sifa hizo bwana. Mabwana wa Quraysh unakubalika. Saidi wewe. Je, ukisilimu wewe unaonaje Makuraishi watakavyopata tabu ulimwenguni? Wewe kwa maneno yale ya kihuni ya mashairi ya Muhammad, mtoto wa juzi, mtoto wenyewe yatima. Yule bwana pale pale akabadilika, kwa sababu lilikuwa bingwa la mashairi. Limewahi kukosea lugha mara 5 tu maisha yake yote, lugha ya Kiarabu. Pale pale likafanya exchange, likaanza kuimba, atu'idu likulli jabbarin anid فأنا ذاك جبار عنيد إذا جئت إلى ربك يوم حشر فقل ربي مزقني الوليد. وقرآن desturi yako kumkemea kila jabari aliyemuofu duniani. فأنا ذاك جبار عنيد. Mimi unaniona hapa ndo katika hao majabari wa korofi. Idha jikta ila rabbika yawma hashirin fakul rabbi mazakani alwalid. Qur'ani ukija hiyo siku ya kiyama ulijiandika mwenyewe kwamba ipo kwa Mola wako, simama unishtaki kwa Mola wako, mimi nilikuchana chana. Akaipasua Qur'ani mbele ya mwanawe, wakakumbatiana vita mbele ya la ilaha. Nini kimemfanya Walidi abadilike? Sifa na madaraka. Sawa eh? Mimi nibadilike mimi sawa eh? Lakini haya ukiyatazama kiundani kucha Mungu, unabadilika na kumtukuza la ilaha. Yahya ibn Zakaria anazaliwa, tena sifa zake atakuwa sayyid, bwana hasuran, atakuwa mtawa, nabiyan, tena nabii wa Mwenyezi Mungu atakayetamka neno la ilaha illa Allah. Zakaria anapata mtoto kwa ishara nyingi, naye Yahya ibn Zakaria anabebwa mgongoni na Maryam ambaye mama wa Yesu kambeba nabii Allah Yahya mgongoni bila ya mashaka yoyote. Tuseme la ilaha illa Allah. Lakini tuko mbali.
tumtazame Yesu haraka. Watu usitupige mkono, tuseme insha Allah. Yesu, Mungu anasimulia historia. Kwanza kabla hapo tufunge kauli, anamwambia Mungu Mtume Muhammadin kwamba dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wama kunta ladayhim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idh yakhtasimun. Hizi tunazokusimulia Muhammadin ni miongoni mwa habari za siri sana. Tuseme la ilaha illa Allah, lakini tunakufunulia wewe wama kunta ladayhim idh yulquna aklamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Hukuwa mbele yao wao wana wa Israeli wakati wanatupa kalamu zao katika kibonde cha maji, ili nani atashinda kumlea Maryam. Wama kunta ladayhim idh yakhtasimun, wala wewe Muhammad hukuwa mbele yao wakati wanamshindania mtoto huyo yatima, mtoto mwenye hikma katika koo takatifu zangu mimi nilizozichagua za kufanya kazi ya la ilaha illa Allah. Wewe hukuwa mbele yao. Nimekusimulia tu ili upate kujua historia hii kwamba mimi sina mtoto. Tumemwelewa vizuri Mungu Nimekusimulia ili ujue mimi sina, ndo nakuanzia historia. Mungu anaandika sura 19 Qur'ani, inaitwa suratu Imran. Suratu Maryam. Ile tumepata Imran ndio jina la baba yake mzazi Maryam. Alafu tumepata suratu Maryam, jina la Maryam mwenyewe. Sura 19 Qur'ani inaitwa sura ya, ni desturi ya Mungu kama nyinyi mnavyofanya kiwanja cha Kaunda, cha Nyerere, cha Mwinyi, cha Kambarage. Namna hiyo Mungu naye ameweka watumishi watakatifu katika Qur'ani juu ya vitukio vyao vyema. Sura ya Yusufu, Ibrahimu, umenielewa Sura ya Yunusi. Hao ni watumishi wa la ilaha illa Allah. Na kupewa pazia katika kurasa tukufu za Mwenyezi Mungu. Wewe ni katika watu wakubwa sana. Tuseme la ilaha illa Allah. Tazama Mungu tu kama wewe ni mcha Mungu. Tazama Mungu anapomwamrisha Mtume Muhammad, wadhkuru abdana Ibrahim wadhkuru abdana Ayuba. Mtaje kwenye Qur'ani mja wetu Ayubu. Unajisikiaje mtu huyo wa kawaida? Huyo alioelezwa hivyo, Mungu anaanza kumsifu yeye mwenyewe kwanza. Wewe Muhammad ni mja wetu, lakini una haki na kuamrisha mtaje mja wetu Ayubu. Anataka kumwambia ni nani Ayubu. Unajisikiaje kama wewe nawe wadhkuru abdana Mbonde, mtaje mja wetu Mbonde? Unajisikiaje wewe Mbonde kama ungekuwa katika nafasi kama hiyo? Tuseme la ilaha illa Allah. Mimi nafikiri daraja hiyo ni ya watu. Daraja ya nani? Watu. Sasa Maryam naye ndio mwanamke, ndio binadamu pekee katika Qur'ani katajwa yeye na jina la babake mzazi kwa nasab. Mungu anasema wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Na mwana mtaje huyu Maryam, mtoto wa mzee Imran. Qur'ani mzima hamna mtu aliyotajwa kwa ubini zaidi ya huyo. Sawa kwamba yani Muhammad ibn Isa hakuna mmoja tu Qur'ani mzima Maryam. Na Mungu wa Maryam ibnata Imran, na Maryam mtoto wa mzee Imran allati, mwanamke ambaye ahsanat farjaha, alihifadhi tupu yake. Wasaddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitin. Akavisadiki vitabu vya maneno ya Mola wake na vitabu vyake. Alikuwa mwanamke huyo katika wamchao Mungu. Anafunga panzia surati Tahrim kabisa. Tuseme la ilaha illa Allah. Maneno ya mwisho anafunga panzia, Mungu anamtaja mwanamke huyo kwa vyeo vya namna hii. Hayuko mwanamke wa mchezo. Tumeelewana? Lakini ni katika wanawake ambao Mungu amewapa nafasi kabisa. Mungu anasema katika Qur'ani, anatoa amri. Sura 19 sasa, 19.
Mungu anasema wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya. Mtaje ndani ya kitabu Muhammad. Allah, tuseme la ilaha illa Allah. Hiki kitabu mtaje ndani ya kitabu Maryam. Direct Mungu anatoa amri, wadhkuru fil kitabi Maryam, mtaje ndani ya kitabu Maryam. idh intabadhat min ahliha makanan sharqiyya, mwanamke huyo zama alipojitenga na ahli zake na nduguze, akenda mashariki ya mji, polini kidogo kufanza ibada ya la ilaha. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Akajitengenezea katika kijisehemu cha kufanya ibada, akajitenga nao kinyume chao wale watu. فأرسلنا إليها روحنا, tuseme la ilaha illa Allah. Lakini mwanamke yule hatukumwacha pweke, tukamtumia roho wetu sisi. Sikiliza maneno ya Mungu alivyotulia. Katumwa nani? Roho, lakini ni roho wetu sisi. فأرسلنا إليها روحنا, tukamtumia Maryam roho wetu. Roho wa Mungu yuko huyu, ni malaika Jibril. Nani? Ndio anaitwa roho. Roho Mtakatifu anaitwa nani? Qur'ani inamwita Roho Mtakatifu. wa ayyadnahu bi ruhil qudsi. Tulimnyanyua Isa kwa Roho Mtakatifu, Ruhul Qudsi. Roho Mtakatifu ni Jibril. Lakini utamkuta mtu kuchamba hawezi, kakamata kitabu kina rangi nyekundu, nina Roho Mtakatifu, nina Roho Mtakatifu. Wewe udhu hujui Roho Mtakatifu utamtoa wapi? Tumeelewana? Lakini mafundisho wanaambiwa na wao wanaye Roho Mtakatifu. Kila mmoja katika wao anaye, anatembea naye kwenye mfuko. Wanamfahamu Roho. Mungu anamsimulia Roho kwenye Qur'ani. Mungu anasema inna anzalnahu fi laylatil qadr, tumeteremsha Qur'ani usiku wa makadirio, usiku wa cheo. Wama adraka ma laylatul qadr, kitu gani kitakachokujulisha ni upi wa usiku wa cheo? Laylatul qadri khairun min alfi shahr, usiku wa cheo ni bora kuliko miezi 1000. Kwa nini? Tanazzalul malaika, ndani ya usiku huo linashuka jeshi la malaika. Waruhu fiha, na roho naye anashuka. Sema la ilaha illa Allah. Kwa nini Mwenyezi Mungu kasema ndani ya usiku? Kwa sababu roho anashuka malaika kwa mwaka, toka aondoke Mtume Muhammad. Kwa mwaka anashuka malaika, lazima ashuke kwa ushahidi kamili wa Uislamu. Ndio maana Mungu anasema tena ni mwezi, yani 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuna siku moja roho anashuka. Sawa? Ndio Mungu anakuambieni wama adraka ma lailatul qadr, mutaijua ni upi wa usiku wa makadirio. Nini kitakachokujulisha? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ndani ya usiku huo, baada ya kuwa bora kuliko miezi 1000, ndani ya usiku huo wanashuka malaika na Roho Mtakatifu wanashuka Jibril. Mungu amemtenga roho na malaika. Sababu unajua wewe, hayuko kiumbe wa mchezo wa kutembea na wewe kwenye mfuko ambaye hujui kuchamba. Roho katengwa. Mtume Muhammadin anatusimulia habari ya roho kwa kupitia Qur'ani yenyewe hii sura 53. Mungu anasema
walaqad raahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Muhammad alimuona Roho Mtakatifu kwa mara nyingine, yani tofauti na vile alivyokuwa akimuona. Sawa inda sidratil muntaha, mbele ya mkunazi ambao unaishiria kila kitu tu. Washavuka mbingu 7, mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, mbingu ya tatu, mbingu ya 4, mbingu ya 5, ya 6, ya 7. Wamemkuta Nabii Allah Ibrahimu amekaa kwenye kiti cha dhahabu kimesanitiwa kwa lulu. Kile kiti kinaegemea nyumba moja inaitwa Baitul Ma'mur, nyumba ambayo kila siku ya Mungu wanaingia malaika 70,000 na wakiingia hawatoki tena mpaka siku ya Kiyama. Ibrahim kaegemea ile nyumba, alafu sura yake Ibrahimu inaangalia mlango wa peponi. Wakavuka wakaenda Sidratul Muntaha. Mahala hapo kinachotoka ulimwenguni akiruhusiwi kuvuka kwenda kule. Huko tena sio mbinguni, sio wapi? Mbingu zishavukwa. Tumeelewana na kinachotoka huko juu kunaitwa mustawa, huko tena hakiruhusiwi kuja mbinguni. Chochote kitakachobadilisha section namna hiyo basi kinaangamia, kwa sababu hewa ya huko na ya huku zina tofauti. Sawa material ya huko na ya huku yana tofauti pia. Roho alimwambia Mtume Muhammad, Qur'ani inatuambia, lakini sura 53 nikuoneshe nilivyo. Akasimama Mtume anawahadithia maswahaba zake baada ya kurudi, anawaambia kwamba alisimama mkunazini kiumbe yule wa Mungu. Lau kwa urefu ule angesimama ulimwenguni, kichwa chake kingegusa juu ya mbingu ya 7, miguu yake chini ya ardhi ya 7. Ana mbawa 600, mbawa zake zinamwagika lulu na fedha na vitu vya thamani. Lau mbawa 2 tu akizifungua katikati ya ulimwengu 7 za mchana, jua haligusi ardhini. Kiumbe huyo aliokuwa mkubwa namna hiyo, roho huyo, sawa kasimama mkunazini. Akaulizwa Mtume Muhammadin, je, wamesimama kwenye huo mti na urefu wake ndo namna hiyo, je ilikuwaje kati ya huo mti na yeye? Anajibu Mtume, kwa urefu wote aliosimama hajafika hata robo ya urefu wa ule mti tuliosimama. Mti huo sio sawa na mti wako wa mpogopogo uliopanda kwenye ua. Tuseme la ilaha illallah. Sasa wewe mti kwanza peke yake, mti kama mti, anatuambia Mtume Muhammadin, jani moja la huo mti lina uwezo wa kufunika viumbe vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu ulimwenguni. Jani moja. Katika riwaya nyingine anapanda kwa mwenye kipando, farasi yule, akaenda kasi na farasi wake kwenye kivuli cha jani moja kwa muda wa miaka 70 na asimalize kivuli. Sasa sio mpogopogo huo. Tuseme la ilaha illa au 40. Tuseme la ilaha illallah. Sasa Mungu anamsimulia roho. Sasa tuseme la ilaha illallah. Mungu anasema fa arsalna ilaiha ruhana, tukamtuma kwa Maryam roho wetu. Fatamathala laha basharan sawia, roho akajifananisha akawa sawa sawa na binadamu. Sawa aliye safi kabisa, sawiyan, handsome, binadamu mzuri sana. Sawa mtu ambaye mwanamume anavutia kwa wanawake, ili Maryam asiogope. Tumeelewana uzuri? Akawa anakwenda kwa Maryam basharan sawia, roho lakini kabadilika kama alivyokuwa akija kwa Mtume Muhammadin. Anakwenda Maryam, anamuona mtu anakuja. Mungu anamwambia Mtume Muhammadin, Maryam akatamka tamko kumwambia yule bwana, inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya. Mimi Maryamu najilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na wewe mwanamume. Nimejitenga na mji, nimekataa kuwaona wanamume, nimekataa tongozwa. Umenifuata polini, mimi najilinda kwa Mwenyezi Mungu kutokana na wewe mwanamume. Ikiwa unamuogopa Mungu, ondoka. Alia wanawake wa Mungu. Angekuwa mwanamke wa sasa yuko polini peke yake afu ikatokea meni, nimepata mwenzangu nashukuru, nilikuwa ninaoga kweli kweli. Khanithi we.
upate mwezio nini? Malaika lakini kakataliwa. Msimamo sawa sio sawa? Huo nini? Msimamo wa ucha Mungu. Mariam wakati ananena hayo anatetema. Ni mwanamke kashafikia kigoli, yani ni mwanamke kashavunja ungo safi, anafaa kuolewa, ndio ananena na maneno hayo na malaika wa Mwenyezi Mungu. Ondoka. Qala, akasema kumwambia Mariam, malaika mwenyewe anajibu, innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiya. Nini Mariam? Innama ana rasulu rabbiki liahaba laki ghulaman zakiya. Nini Mariam? Mimi ni mjumbe wa Mola wako, nimetumwa na Allah, tena kanituma nije kukupa mtoto mtakatifu. Swala ni mtoto. Mariam akaona huyu si malaika, kwa sababu Israeli anaweza kujifanya malaika ili arekebishe mambo yake. Waisraeli kwa dhambi ndio wanaongoza duniani, si mnajua hii? Kuna watu wangapi wanaambiwa masista maskini, leo usifunge mlango, Bwana atakutembelea. Hawaambii maneno hayo? Mama hafungi mlango, anajiandaa kumsubiri Bwana. Linatokea jitu na mivazi meupe, Bwana nimeingia. Kwa imani alionayo yule bibie, anaona Mungu leo kaja mwenyewe Bwana nyumbani kwangu. Maskini akina dada wanapotea wale. Si kwamba wale ni fedhuli, hapana, hawajui waende wapi, na wanaona yale wale wanaokutana nayo ndio bora katika maisha yao, kwa sababu tayari wameshataimiwa. Nani atawaambia kama huu ni upuzi? Yupo? Kalewa kanisani toka toto mpaka kubwa. Bwana akifika pale anaanza kutoa mavazi. Bwana imekuwaje? Anaanza kuingia oga kidogo. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Mtu anashindiliwa mpini hapo. In the name of Jesus. Watu wanaishi namna hiyo, tena wana imani, hawana shaka yoyote. Akina nana wanasema kweli Bwana jana alikuja. Usitoe siri hii abadan, Bwana atakukataa katika kanisa. Maryam anakwenda malaika kweli, si bwana yule wa utatanishi. Anna yakunu li ghulam walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Nitapataje mimi mtoto wakati sijaguswa na mwanamume wa aina yoyote duniani na sikuwa malaya? Wewe malaika unamwambia mimi nitapata mtoto? Jibu linakuja hapo. Angekuwa sio malaika angesema kawaida tu utapata. Tumeelewana? Lakini swali lile limeonesha kweli aliyotumwa na malaika. Anna yakunu li ghulam, nitampataje mimi mtoto? Walam yamsasni bashar, wakati mimi hajanigusa mwanadamu yoyote. Walam aku baghiya, alafu mimi sio malaya. Walam aku baghiya, mimi sio changudoa. Lugha fasaha ya Kiarabu inatafsirika Kiswahili. Jibu linakuja la malaika kweli. Qala kadhaliki qala rabbuki, akasema Jibril, hivyo usemavyo amesema Mola wako. Huwa alayya hain, yeye
juu ya jambo hilo la kukupatia mtoto asio na baba kwake ni jepesi. Walinaj'alahu ayatan linnas, na huyo mtoto tutamjalia kuwa ni miujiza kwa watu, kazaliwa bila baba. Wa rahmatan minna, mtoto huyo ni rehma kutoka kwetu. Wa kana amran maqdiya, na ili lilikuwa ni jambo limekwisha hukumiwa toka zamani, imepita hukumu. Maryam utazaa mtoto asio na baba. Usijadili swala hilo. Huyo malaika si malaika. Hajasema in the name of Jesus. Allahu Akbar. Maryam anapatwa na mshtuko na kauli ile anayoiona kweli imetoka mbinguni. Alimpa mgongo yule bwana ikati anasema naye, akageuka mtazame na ayakinishe kweli aliloambiwa. Anatazama Maryam, pale mahala alipomuona yule bwana hamuoni tena, kashayayuka. Pale pale anapatwa mshtuko, vipi ameondoka yule bwana? Ana mimba ya Yesu kwa uwezo wa Allah. Hakuna mjadala. Hajaolewa na Usufu wala Mohamed. Unafiki uliozaa mipaka mingine. Kaolewa na Usufu na hapo hapo anamuita Bikira Maria. Sasa mtu alioa bikira hiyo ilikuwa ya chuma. Wewe ufikiria hata mengine ni kwamba ya kipuzi puzi kuongea mbele za wanamume wenzio. Hivi mtu anayeolewa anakuwa bikira? Mariamu alikuwa ni bikira kweli, hajaolewa na mtu. Qur'ani inasema hivyo. Mariamu alikuwa bikira hasa. Mungu anamwambia Mtume Muhammad, fahamalatuhu fantabadat bihi makanan qasiya, akabeba ujauzito Mariamu, akatoka nayo mimba yake kwa tabu mpaka mahala pabali. Faajaa almakhadhu ila jidhi nakhala, akaja akiwa na uchungu wa kujifungua, taimu za mwisho za kujifungua, mpaka kwenye kigingi cha mtende. Miezi 9 imekwisha timu, ameegemea kigingi cha mtende. Maryam anakaribia kujifungua. Sema la ilaha illa Allah. Qalat, Maryam anajifungua kwa uchungu huku akisema, ya laitani, ole wangu mimi, mitu qabla hadha wa kuntu nasiya mansiya, ningekufa kabla ya hili tukio. Namna alivyonitia uzito ulimwenguni, ningekuwa binadamu niliyokwisha sahaulika zamani. Tuseme la ilaha illa Allah. Anajifungua mtoto ana baba, atawaambia nini kule aendako nyumbani? Kenda polini kufanya ibada ya la ilaha illa Allah. Polini kenda kufanya ibada ya la ilaha illa Allah. Atawaambiaje bwana, hiyo ibada ndio imezaa mtoto? Alafu anajifungua Isa ibn Maryam akiwa na bikra. Bikra, uchungu kwanza mara mbili. Sawa sio sawa? Uchungu wa Maryam, mimba yake ilikuwa mzito akiwa na bikra. Waswahili wanasema, wana kauli yao, wanasema Waswahili, hata Mariamu aufai uchunguzi wake, alipomzaa tumwa Isa na bikira njema. Kauli ya Waswahili. Sema la ilaha illa Allah. Wanathibitisha bikra, ndio wananena hivyo. Ata Mariamu aufai
uchukuzi wake alipomzaa tumwa Isa na bikira njema. Tuseme la ilaha illallah. Yani wanakusudia haya mazazi ya Mtume Muhammad hata yale mazazi yaliyokuwa ni Qur'ani yako nyuma. Ndio mmeshawaelewa vizuri eh? Sababu kweli kisifa Mtume anakuwa juu kuliko manabii wote. Tuseme la ilaha illallah. Ndio maana katika Waswahili fulani, miongoni mwa Waswahili wazuri, Mungu anasema wama arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara nnasi la ya'lamun. Hatujakupeleka duniani isipokuwa uende kwa ulimwengu mzima uwabashirie watu pepo wafishe na moto, lakini watu wengi duniani hawafahamu ni wapi Mtume Muhammad ametumiwa, yani ametumwa kwa kazi gani, watu hawajui. Swahili mmoja anasema sifa zake natamani kwa watu kuzibaini, ila zina kifani siwezi kuziaini. Ni ajabu sikizeni. Tuseme la ilaha illallah. Mashairi ni katika kazi ngumu ya kuhamasisha dini. Sawa sio sawa? Ndio maana unaona vitabu vyote duniani vya dini lazima viwe na mashairi ndani. 100% kasoro Qur'ani. Na Qur'ani yenyewe Waarabu walikuwa wanaita mashairi. Lakini sifa za Mtume ni kubwa. Sasa Yesu kazaliwa kwenye mtindo huo. Mama yake anayo bikra, anajuta. Mungu anasema fanadaha min tahtiha alla tahzan qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Wito kaita Maryam wakati analalamika ni vipi atakwenda kuambia watu wake maneno, uchungu umezidi wa mimba. Wito kaita kutoka chini alikokaa Maryam, Allah tahzani, usihuzunike. Kwa nini usihuzunike? Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Mola wako chini ulipokaa amejalia kuna chemchemu ya maji. Yakaanza kututuma maji yalipokalia. Chemchemu ya ghafla, tukafika pale hakuna maji. Tumeelewana eh? Kafika pale maji, lakini alipojifungua tu akakuta maji yanatoka. Kaegemea kigingi cha mtende ambacho juu kikavu hakina tende hata moja. Anaambiwa wahuzi ilaiki bijidhi'in nakhala, tikisa kigingi cha mtende, tusakiti alayki rutban janiya, kitakudondoshea tende zilizokwisha komaa. Maryam anatikisa, zinadondoka kweli tende. Fakuli washrabi, kula na unywe, wakarri aina, alafu tuliza roho yako, tuliza jicho lako, kimya. Fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli, akikujia mwanadamu yoyote akakuuliza mtoto umetoa wapi, mjibu nadhartu lirrahmani sawma, nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu kufunga mimi. Falam ukallima alyawma insiya, nadhiri yangu ni kwamba saumu yangu ya leo sitaongea na mtu yoyote, nimefunga kusema. Tuseme la ilaha illallah. Amefunga kufanyaje? Kusema. Maryam hawezi kusema, wanamuoji lakini hatosema. Mungu anasema fajaa al-makhadhu ila jidhi'in nakhala. Tukio likawa ndo hilo. Mungu sasa anajibu kumwambia Mtume Muhammad, faatat bihi qaumaha tahmilu, akaenda Jerusalem kabeba Yesu. Yesu na siku hii sijui ulimwengu ulikuwa unaendeshwa na Mungu gani wakati Mungu huyo akatua na siku moja. Tuseme la ilaha illallah. Faatat bihi qaumaha tahmilu, Allahu akbar. Anawaendea watu wake kambeba Yesu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya,
watu wamekasirika. Maryam, umeleta jambo chafu sana Jerusalem. Ya ukhta Harun, ewe dada wa Haruna. Haruna ibn Imrani, si kwamba baba mmoja mama mmoja, hapana. Yani ukoo wako wewe na Haruna ni ukoo mtukufu. Wewe na Musa ukoo wenu Musa ibn Imrani, na wewe Maryam binti Imrani, ukoo wenu nyinyi si watu wa kawaida, ndio maana wakamwita ya ukhta Harun, ewe dada wa Haruna. Ma kana abuki imra'a saw, baba yako hakuwa mtu mbaya. Wama kanat ummuki baghiya, mama yako hakuwahi kuwa malaya. Umeleta mtoto wa zinaa. Watu wanatoa panga, wanataka kumaliza kichwa cha Maryam, wacha Mungu wao. Wewe unapelekea watoto la zinaa na binti yako. Mwiteni jina langu Muhammad, mimi natoka hapo Angalia mtihani mzee. Hata taabu una hivi hivi tu. Tena bahati mbaya binti yako kazi hana. Unamuona binti yako anavaa vizuri, anakula vizuri, anavaa vitu vya thamani, gari zinamchukua mlangoni kwako, unachekelea. Anakuletea kikoi, baba nimekununulia hiki cha kuswalia. Hana mume huyo, kazi hana. Unakuja msikitini, Allah, kwa kikoi cha utupu wa mwanao. Kauza utupu wake kukununulia wewe kikoi. Hiyo swala yako itakubaliwa wewe? Labda Mungu huyo Ibilisi. Mungu Ibilisi, manake wengine wanaabudu, ndio wao wenzetu wanaabudu Mungu Ibilisi. Sawa sio sawa? Lazima tuyachuje maisha yetu katika njia tukufu ya la ilaha illallah. Swali linakuja, nani unaita mtoto zina? Mungu anasema fasharat ilay, Maryam akashiria. Msiniulize mimi, muulizeni huyo mwenyewe. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya, wakasema Maryam, sisi unatuonesha yule mtoto, tutaongeaje na mtoto ambaye ndio kwanza yumo ndani ya tandiko la kitoto mchanga na siku moja? Yesu ana siku moja duniani. Qala inni abdullah, akajibu Nabii Isa, mimi ni mja wa Mwenyezi Mungu. Atani alkitaba wa ja'alani nabiyya, Mungu mimi amenipa kitabu na kunifanya mtume duniani. Yesu anaongea na watu, ana siku moja kumtetea mama yake mzazi. Hakuna daftari lolote duniani linajua Yesu kaongea na siku moja zaidi ya Qur'ani ya Allah. Lipo. Na Biblia ingeandika hivyo basi angekuwa Mungu kabisa. Elewe. Ingeandika balaa hilo lilikuwa balaa kubwa. Lakini tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha. Yesu anawaambia wazee, waj'alani mubarakan aina ma kunt, Mungu amenusia niwe mwenye kubarikiwa kokote nitakapokuwepo duniani. Wa awsani bisalati wazaka, Mungu amenusia kuswali na kutoa zaka. Ma dumtu hayya, wakati wote nitakapokuwa hai ulimwenguni. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, Mungu amenihusia nimfanyie wema mzazi wangu huyu mmoja wa kike, sina baba mimi, na wala Mungu hajanifanya mimi nilie jabari muofu duniani. Wassalamun alayhi, amani itakuwa juu yangu mimi Yesu, yauma wulidtu, siku niliyozaliwa, wa yauma amutu, na siku nitakayokufa, wa yauma ub'athu hayya, na siku ya kiyama nitakapofufuliwa na viumbe wote kuelekea kwa Allah. Hatonigusa mwanadamu kunisurubu wala kunidhuru, mimi ni mtu wa amani. Mungu anamwambia Mtume Muhammad, dhalika Isa ibn Maryam, huyu niliyekusimulia hapa ndio Yesu mtoto wa Maryam. Qaul alhaq, ni kisa cha kweli, kauli ya kweli.
alladhi fihi yamtarun, ambayo ndani mwe hao makafiri wanetilia shaka kana wao wanajua, kumbe mimi ndo najua. Wanatilia shaka Qur'ani kana kwamba wao wanajua zaidi kuliko mwenye Qur'ani, wakati yeye ndio alioshusha Zaburi na Injili. Na kama Yahudi hawaweki kwenye kundi Yahudi, mtu mmoja katika Mayahudi alitoaga kisa, akamwambia jamani, tumekatazwa kufanya jambo hili, kimeandikwa kwenye Taurati. Akatoa na kifungu. Yahudi mmoja akasema, una uhakika gani kama hiyo tumeandikiwa sisi? Tuseme la ilaha illa Allah. Lakini Taurati imeshuka kwa ajili yao. Lakini aliulizwa, una uhakika gani kama tumeandikiwa sisi? Yani katika ile ukavu wa kukanusha mambo. Tuseme la ilaha illa Allah. Wakristo wakitaka kuokoka wakamate maandiko haya matukufu yasiyo na mashaka. Yesu kazaliwa duniani, kafanya kazi nyingi mno za la ilaha illallah. Amefanya kazi Middle East, Mashariki ya Kati yote, Palestina mzima ile, Israeli mzima, kuwaita watu katika toa ya la ilaha. Yesu kazaliwa Mroma, yuko pale. Mroma ndio alikuwa adui mkubwa wa Yesu. Historia ifichiki, hata mwehu anaijua. Tumeelewana eh? Lakini Roma leo ndio wamekuwa viongozi wakubwa wa Yesu, kumjua zaidi kuliko Israeli. Maajabu makubwa sana. Walosababisha Yesu atafutwe ili anyongwe ni Maroma, pamoja na ile mizee ya Kiyahudi minafiki. Lakini leo wao ndo wanamjua na kumpenda. Inna lillahi. Anazaliwa wa Roma, wanatawala Middle East yote. Na ndio maana leo uweze kumuona Mwisraeli hata mmoja Mkristo. Ukiambiwa magonjwa yako ili upate kupona, apate Mwisraeli Mkristo, umekufa wewe. Tumeelewana eh? Kwa sababu Waisraeli wao mbaya zaidi wanamuita Yesu ni mtoto wa zinaa hadi kesho. Hawana tabu nalo hilo. Hilo hawana. Mtume wao Musa. Ndio maana unaweza kukuta Tel Aviv na Yerusalemu yake hakuna kanisa. Kanisa liko huku kwa Palestina wa Arabu. Bethlehem wapi? Mmenielewa uzuri eh? Lakini Waisraeli wanachuki zaidi na Yesu kuliko Wakristo. Wakristo wamepotea. Na sisi kila siku mara tatu tunasema ihdina siratal mustaqim, Mungu tuongoze njia iliyonyoka, siratal ladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao uliwaneemesha juu yao Waislamu wale watangulia, ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Usitupeleke kwenye njia ya wale ambao waliwakasirikia juu lao wala waliopotea. Waliokasirikiwa nani? Mayahudi. Nani waliopotea? Manaswara wa Kristo. Inshallah Waislamu, historia hii ndefu na inahitaji fursa na muda, lakini nitagusa pointi moja kwa sababu kwa bahati Ustadh Mazinge yupo hapa, naye anaweza kutabaruku kidogo. Tuseme inshallah Sheikh wa Omani huyu, tuseme la ilaha illa Allah. Alikuwa Omani muda mrefu, na hilo kuliacha itakuwa ni dosari. Maisha ya Yesu mwisho ilikuwaje? Sawa sio sawa? Wakristo wanatangaza maisha ya Yesu mwisho alisulubiwa. Sawa sio sawa? Allahu Akbar. Mungu anasema wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Kusema kwao Mayahudi, sisi tulimuua Masihi, mtume wa Mwenyezi Mungu Isa mtoto wa Maryam. Mungu anasema maneno hayo manake walikuwa wanaenda kwa mtume Muhammad. Mayahudi manake na Waarabu siku zote wanaishi pamoja, si mnajua eh? Madina mtume aliwakuta wako kama nusu kwa nusu kidogo, Waarabu na nani. Sasa ile Yahudi ilikuwa inakwenda kwa mtume, haya tupi habari ya utume wako. Mtume na hadithia, alafu wanasema tu inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam. Jiangalie
tulimuua Masihi Isa mtoto wa Maryam. Alikuwa na mineno kama yako. Alafu yani wewe ulikuwa unaitwa mkwara nini? Wanamkolomea mtume arudi nyuma na ile kauli, alafu wanatambaa wale wazee. Mtume kidogo akawa na hofu, wakenda anaongea naye hapo, qatalna al-masiha Isa ibn Maryam, ndo kauli ya mwisho, tulimuua Masihi zamani. Mtume anatia hofu, sababu siku moja alikuja mwanachuoni mmoja wa Kiyahudi, ni mwanachuoni maarufu, Madina mzima wanamtegemea. Akaongea na mtume mwanzo wa maneno mpaka mwisho. Yule bwana akaukubali Uislamu, akasilimu, akatamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akawa nani? Ghafla wakawa misauti ya Mayahudi inakuja inazoza zoza, wanaongea kile Kiyahudi, kwa sababu wanaongea Kiyahudi na Kiarabu, wao tabu hawana. Mtume akasimama akamwambia yule bwana, ingia ndani. Akaingia ndani, wakaja wakabishana, makao kuja kubishana tu. Baadaye mtume akawauliza, jamani, mnaondoka, mimi ninakuulizeni kuhusu mtu fulani, vipi mnamkubali nyinyi? Akamtaja yule bwana. Wale wakasema, huwa sheikhuna ibn sheikhuna, unayemtaja ni shekhe wetu, mtoto wa mashekhe zetu. Sawa, ni mtukufu wetu, mtoto wa watukufu wetu huyo, Abdullah ibn Salam. Huyo ni mtukufu wetu, mtoto wa watukufu zetu, Ibn Salam unamtaja. Hana mashaka, ardhini Mungu ametubakishia huyo. Mtume akamwambia, nikikwambia tuseme la ilaha illa Allah, nani ambaye hujamuona? Yesu. Yesu gani wakati wewe unainena ndio Yesu? Mungu akamfunga mdomo Yahudha asiseme. Anasema analolitaka Allah. Watu washambebesha msalaba, safari kwenda kusulubiwa. Kupelekwa kwa Pilato, akamfungulia mtu Baraba sijui nani. Kupelekwa kwa bwana mmoja Kaisari, haya Kaisari piga bakora, safari msalabani. Yahudha anashindwa kusema, jamani, mimi sio Yesu, mimi Yahudha. Mdomo Mwenyezi Mungu ameufunga. Akina mama wa Kiisraeli na wanafunzi wa Yesu, kwa sababu wana makosa makubwa, wengi wao walikuwa wanafiki, walikuwa. Ndio maana Mungu anasema, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Zama Isa alipohisi katika kundi la wanafunzi wake kuna wanafiki, wale kwenye kundi la wale anaofuatana nao kuna, aliwatazama akauliza, man ansari ila Allah, nani atakayeninusuru mimi kuelekea kwa Mwenyezi Mungu? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Wale wanafunzi wakasema, sisi ni wanusuru wa Mwenyezi Mungu. Amanna billah, tumemwamini Mwenyezi Mungu. Washhad bi anna muslimun, shuhudia wewe Yesu sisi ni Waislamu. Lakini hapo hapo wamesema wengi wanafiki. Yesu alifuatana na mtu mmoja katika wanafunzi wake, alikuwa shetani mwenye anamuita Petro. Tena kashawiva kwenye dini, akakutwa kwenye kidimbwi cha maji anampiga mtu mpini. Yesu kamfumania yule bwana, miaka yote wale wakaa pamoja na usia wote na mawaidha, akamkuta anampiga mtu. Wallahi, tena licha ya hivi vitabu vyetu vya historia ambavyo wanahitaji wanasimulia mashekhe, akaambia, wapenda hawa kuliko mimi? Ndiye bwana anacheka cheka tu, hapana. Walikuwa wanafunzi wa wanafiki, walikuwa wanafiki. Ndio maana Mungu anasema,
falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah. Tuseme la ilaha illa Allah. Alihisi zama alipohisi Isa katika wale anaofuatana nao kuna wanafiki. Sasa Yahudha akafungwa mdomo, anakwenda tu yeye asemi. Wanafunzi wa Yesu wanamjua huyu ni Yesu kweli, wanampa maji huko akimwambia Bwana, wanamlilia kwa uchungu. Mmenielewa? Lakini Waisraeli wote wanamlilia Yesu kwa uchungu. Mnanielewa? Lakini kila mmoja anamuona Bwana anasulubiwa, kumbe anayesulubiwa si Yesu, walakin shubbiha lahu. Tazama utamu wa Qur'ani, shekhi. Mungu asingelisema hilo kwenye Qur'ani, lingebaki kuonekana alisulubiwa mpaka leo. Sawa sio sawa? Yuko msalabani tayari zamani, matusi yanatoka pale, watu wanatokana. Afla kiza kikaitanda Jerusalem. Tumeelewana? Watu ghafla mchana ukaingia tena Jerusalem, kiza kikapotea. Kuingia mchana, kile chuma kina sura yake kama Yahudha yule yule original, kalala namna, kashakufa. Si Yesu tena, ni Yahudha. Mama anasema Yahudha yuko wapi? Mtafuteni Yahudha katika sisi. Yahudha haonekani. Wakaanza kufikiria kile kitendo. Mbona alistuka akasema sijamuona? Mbona yuko pale, ni yeye Yahudha? Tumemsulubisha Yahudha, mtoeni juu ya msalaba kabla watu hawajajua. Sema la ilaha illa Allah. Mungu anatoa jibu. Kumbe wewe Mungu hajasulubishwa wala nini, ilikuwaje? Aya inayofuata baada ya kusema kwamba wanafuata dhana, wanadhani tu, wama qataluhu yaqina, hawakumua kwa yaqini, tumewafananishia. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, isipokuwa Mungu amemnyanyua kwake. Yesu anaishi kwa Mungu mpaka leo. Isa bin Maryam yuko mbinguni mpaka leo. Sema la ilaha illa Allah. Haya ni maisha tu katika vipande vya maisha ya Nabii Isa bin Maryam. Yanafaa maisha haya kukubaliana na Qur'ani yetu tukufu, na ndio Isa halisi. Tumeelewana? Kama Wakristo wote wataiamini Qur'ani na wakasikiliza maneno matamu yaliyomo ndani ya Qur'ani, hawatakuwa kuni za moto wa Jahannam. Wakaacha propaganda na falsafa za maneno. Tumeelewana? Tuisome Qur'ani vema, tuifanyie philosophy iliyo jema. Qur'ani na falsafa ya kipekee tutafanikiwa. Tuseme insha Allah. Tutaondoa watu ujingani. Watu wataiona Qur'ani inatisha.